Ujasusi nchini Marekani unakiri kwamba ni vigumu kubadilisha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Baraza la ujasusi la Marekani limesema katika tathmini yake ya siri kwamba ni jambo gumu sana kubadilisha mfumo uliokita mizizi wa kisiasa na kiusalama nchini Iran, hata kwa kutumia mashambulizi makali ya kijeshi yanayoendelea ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Wakati ambapo jeshi lakini pia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wakisema kwamba wao wapo tayari kuuangusha kabisa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ni wakati ambapo baraza la ujasusi nchini Marekani likisema kwamba ni ngumu mno kuondoa utawala huo ambao umekita mizizi kwa miaka mingi, na kwamba ni aina utawala ambao kijasusi wamefanya tathmini na kuona kwamba ni utawala unaokubalika katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Gazeti la Washington Post limenukuu maafisa wenye ufahamu juu ya suala hilo wakikiri kuwa mfumo wa uongozi wa Iran ni imara na madhubuti kiasi kwamba hauwezi kutetereshwa na hata mashinikizo makubwa ya kijeshi. Ripoti hiyo ya tathmini ya baraza la ujasusi la Marekani inaacha maswali mengine yasiyokuwa na majibu kuhusu strategia inayotumiwa na Rais Donald Trump, ambaye amekuwa akikariri mara kwa mara kuwa anataka kusafisha mfumo wa uongozi wa Iran. Wachambuzi wa mambo wamesema katika ripoti hiyo kuwa hata baada ya kuuawa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei, mfumo wa uongozi nchini Iran utaendelea kufanya kazi kupitia mihimili thabiti ya utawala uliopo. Majasusi wanafikiria kwamba aina ya mashambulizi yaliyofanywa kwa ushirikiano wa Marekani na Israel yaliyohakikisha kumuua kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na wakuu wa usalama nchini humo ulikuwa ni mpango madhubuti wa kuhakikisha sasa kwamba Iran ingekuwa imesalimu amri, lakini ndiyo kwanza Iran iliamua kuingia vitani na mapambano zaidi ya kulipiza kisasi. Hii ni ishara kwamba mfumo wa utawala wa nchi hiyo si wa mtu mmoja ama wa watu, bali ni mfumo uliopo katika taifa zima. Haya yanajiri huku wajumbe wa kamati ya uongozi ya baraza la wanazuoni linalomchagua kiongozi muadham wakidokeza kuwa mchakato wa kumchagua kiongozi mkuu mpya unakaribia kukamilika. Baraza hilo la kumchagua kiongozi mkuu hivi sasa linatekeleza jukumu lililokabidhiwa ili kuweza kumtangaza haraka iwezekanavyo kiongozi mkuu mpya kwa mujibu wa msingi wa ibara ya 11 ya katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ikumbukwe kuwa tawala za Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi ya kichokozi dhidi ya Iran kuanzia asubuhi ya Jumamosi ya Februari 28 yaliyomuua kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei na baadhi ya makamanda wa Iran. Katika kujibu uchokozi huo wa Marekani na Israel ambao ulisababisha mauaji makubwa ndani ya Tehran, ilianzisha operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 4 ikifanya wimbi la mashambulizi makubwa ya makombora na drone dhidi ya shabaha za Israel na kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Asia Magharibi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia usisahau kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.